Lisa. Subiri kwanza. Hatuwezi kumfungulia mtu bila kujua ni nani. Nilijua tu. Ni lazima Eric ungenizuia. Kwa sababu wewe ndio chanzo cha matatizo yote. Sawa Lisa. Ni kweli mimi naonekana kama chanzo cha kila kitu. Mimi nimekubali, lakini pia waangalia hawa wengine. Sitaki waingie kwenye matatizo kwa ajili yangu. Lisa, naomba unielewe kitu kimoja. Sisi wote hapa sasa hivi tuna hatia. Tony. Hivi unategemea mimi nikuelewe wakati mwili wa kakangu umelala hapa? Huu mwili hapa kwa sasa hivi tuutoe kabla tujamfungulia yule anayegonga, ili hapa mazingira yaweze kuwa safi. Tutoeni mwili, tunasubiri nini tena? Nataka pesa chini ya ulinzi. Vipi kwani jamani, hatuvamii? Yose. Yaani muda wote huo ndo unakuja saizi? Nilikuwa nimepitiwa na usingizi jamani. Nilivyoamka nimetafuta kisu sijakiona, nimepata huu hapa. Vipi nimewaiwai? Yose. Wewe nenda tu kalale ndugu yangu. Yaani sisi unavyotuona hapa tumeshaharibu. Eric, ni kitu gani unataka kuzungumza? Iko hivi. Yose, hakuna chochote kilichotokea. Wewe nenda tu nyumbani ukalale. Mbona mnanichanganya sasa wanangu? Semeni tu ukweli, kuwa umemuua James. Baba yangu. Nini? Ndiyo, Eric ndo amemuua James. Ni kweli umeua kaka? Wewe, nitakuja nikupige, alafu nikuumize. Wewe unaweka gani kama mimi nimeua? Nipige lakini usiniue. Wewe. Dula, si mnamsikia huyu jamaa sasa? Oya mimi nitamvunja huyu aise. Eric. Hebu naombeni mtulie jamani. Kwani mjui tuko kwenye wakati gani? Samanini jamani. Hivi kweli hii kitu iko serious? Kwa hiyo huo mwili wa James uko wapi? Upo huko chumbani. Yaani umeua ukauficha ndani. Si ungeuacha tu hapa hapa? Yaani najuta kwa nini mimi niliamua kutengeneza huu mchezo. Kwa nini kila lawama zinakuja kwangu? Kwa nini? Eric, nimefanya nini mimi? Tulia kaka. Haya mambo yatakwisha tu. Alafu Jose, chunga sana kauli zako hizo. Sasa huyo amechomwa na kisu au bastola? Alikuwa tu anakoa damu akaanguka chini. Wala hajaguswa na mtu. Hii kesi hata ikifika mahakamani mimi sihusiki. Yaani mimi simu. Sawa. Kwanza silaha yangu mimi ndio hii. Ila kubaya nyie. Alafu jamaa snitch sana yani. Yaani mimi huwa nakuangalia tu nakutazama. Kwa hiyo unataka nishirikiane na wewe kwenye mauaji ya mtu? Never. Yose. Kuna mtu amekwambia ushirikiane naye? Tony, mimi nakwambia huyu jamaa snitch. Huyu bora aondoke. Yaani toka amefika hapa amekuja kutuvuruga tu. Huyu aondoke tu. Yaani hapa kinachotakiwa tuwe kitu kimoja tu. Hili jambo tayari limeshatokea. Mwa kitu kimoja na nani? Mimi. Mimi nitamvunja huyu.
Mbona umekaa peke yako? Mimi nahisi njaa bwana. Alafu haya mambo yananivuruga kichwa. Vipi? Nao nahisi njaa? Hapana. Kuna kitu tu nimekuja kutafuta. Kitu gani nikusaidie? Achana nacho tu. Hivi Mesha, kati ya Tony na Eric, unahisi nani atakuwa anahusika na mauaji ya James? Kusema ukweli sielewi kwa sababu wote tulikuwa sehemu moja na hakuna mtu aliyetoka pembeni. Au kuna mtu na mwizi? Eric, mimi ndo ninaye mwizi. Japo kuna muda Tony kama naye ananipa mashaka, kwa sababu muda wote yeye anataka tuwe pamoja, lakini hataki kabisa tutoe taarifa kituo cha polisi. Nahisi nitazimia, maana kichwa changu hakitaki kuamini kwamba hawa jamaa wanaweza kumfanya hivi James. Maisha, unajua sasa hivi dunia imebadilika sana. Mtu anaweza akawa anacheka na wewe usoni, lakini moyoni amekununia. Mimi ninachofikiria hapa, nikipata tu simu nitoe taarifa polisi. Ndiyo, maana hao watu wawili mimi siwaamini kabisa, wanaweza wakatudhuru eti. Wewe Meshaki, mbona chakula hakiji? Nakuja. Mimi naona tukiendelea kukaa hapa tunajaribia. Ni bora tutoke nje ili tuweze kuomba msaada. Upo sawa. Ila sasa tunatoka vipi na Tony kakatalia ufunguo? Kwamba Tony amechukua muda gani funguo? Wakati Jose anaingia ndani, alizichukua ufunguo na kuziweka mfukoni. Alafu kama kuna kitu anakifahamu hivi. Mnajua Tony amechukua mpaka simu yangu. Hivi nyinyi mnamuelewa? Lakini mimi naona kama huyu ndo anahusika na mauaji ya James jamani. Au unasemaje Dula? Unataka kusema kwamba anataka tuendelee kukaa ndani ili tusiweze kutoa taarifa? Dula, ni mapema sana kuhisi Tony anahusika na mauaji ya James. Mapema mno. Meshaki, wewe naye unaanza kuwa na wasiwasi na wewe. Ni wewe huyo umetoka kusema sasa hivi una wasiwasi sana na Tony. Tena sasa hivi umegeuka. Au na wewe upo kwenye njama zao? Meshaki. Kuwa makini sana na maneno yako. Unaweza ukafanya na sisi tukashindwa kukuamini. Basi Aisha. Jamani, mimi naomba sana tushirikiane, kwa sababu nyinyi wote mmeona wametutenga. Hakuna ambaye alikuwa anataka sisi tuingie chumbani. Hii inamaanisha fika kwamba wao wanajua nini kinaendelea, na ndio maana wanaficha. Kwa hivyo chungeni sana na nyinyi, msije mkaingia kwenye dhambi zao. Sijui mmenielewa? Yaani sawa, si mmenifukuza na mtajua hii kesi mnaimaliza vipi, sawa? Ila mimi msinihusishe kwa chochote, kwa chochote. Sijui mnanielewa? Yaani sijui Tony, Lisa, Dula, Meshaki, mimi siwajui. Joseph, kwani kuna nini? Huyu jamaa snitch kinoma. Yaani huyu bora aondoke tu huyu yani. Mimi nakubali yote. Ila nyinyi sasa mnaozea jela wauaji wakubwa nyinyi. Ila we jamaa we. Joseph, wewe nenda tu nyumbani kaka. Hii kesi hapa hata haikuhusu. Nenda tu nyumbani. Sasa, yaani ina haja gani ya kuniambia mimi niondoke wakati mmefunga mlango? Hem, toka bwana, mlango kwaje? Najua ni wewe. Toka bwana. Ni wewe.
fungua wewe. Polisi! Fungua mlango. Fungua mlango. Hujambo mtazamaji wa Pakamia Studio. Habari ni kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunaachia episodi mpya kila wiki siku ya Ijumaa na Jumamosi kwenye chaneli yetu ya Pakamia Studio. Pakamia Studio, burudani bado zinaendelea.